Yes. Bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Basi leo tunaenda kuianza sehemu ya 9 ya kazi yetu safi kabisa inayozungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Adaku. Basi kwa mapenzi ya dhati kabisa ningekuomba mpenzi mtazamaji usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili tuweze kwenda mjini Kariakoo na sisi, au sio? Basi tutaanza pale tulipoishia ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi. Na binadamu tumeumbwa kusahau, kwa hiyo sometimes tunasahau. Kwa hiyo kukumbushana si dhambi. Kama ulisha subscribe, usisahau kulike na kucomment baada ya kutazama, au sio? Tunaendelea. Mirna na Adaku leo walikutana bwana kwa ajili ya kuzungumzia swala lao. Mirna anamwambia Adaku, najua huwezi kushinda hii vita, unaishia kujitengenezea maadui wengi. Hicho ndo unachokifanya Adaku. Mirna, ngoja nikwambie kitu. Ni bora kufanya jambo sahihi uwe na maadui wengi zaidi kuliko kuwa na marafiki bandia karibu na wewe, eti kwa sababu unafanya vibaya ili uwafurahishe. Najua kwamba haitokuwa rahisi, lakini inawezekana Mirna. Sasa Mirna, kuna kitu kimoja shoga yangu, naomba unisaidie. Naomba nikae nyumbani kwako kwa muda nijishikize, sitaki kukaa tena pale nyumbani. Adaku, hii ni nyumba yako tayari, unakaribishwa wakati wowote ule, siku yoyote unaojisikia kuja. Unaweza ukakaa wakati wowote unaotaka. Asante Mirna, unakaribishwa. Hapa ni kwako Adaku. Twende ndani kwanza nikakuonyeshe chumba chako. Bana, kivumbi na jasho leo. Maasimu wawili wakutana nyumbani kwa waziri ambaye ni yule mzee kiongozi wa wazee wa mila, Arinza pamoja na Jei. Itakuwaje? Nitacheka mimi leo. Arinza anasema, na wasalimu wazee wangu wote kwa ujumla. Wazee wakamjibu, tumepokea salamu yako rafiki yetu, karibu sana. Arinza anasema, asante sana, lakini niko hapa kwa ajili ya kutoa onyo. Hatari kubwa sana inaweza ikatokea kwa jamii, ila simaanishi kwamba kuna gaidi anayemiliki silaha kubwa ya maangamizi, bali ni kiongozi mwenye nia ya kujijenga upya katika uongozi. Mtu huyo si mwema, si mwema hata kidogo. Inatubidi tuchukue tahadhari kwa huu upepo na kuziba masikio yetu kutokana na sauti ya hoja zake. Kwa hiyo ndiyo hatari tunayopaswa kuiogopa wazee wangu. Ili ni jiwe bwana, Arinza ameamua kulitupa gizani kwa maadui zake. Litakayempata basi ni yeye huyo anahusika. Nadhani mmeelewa maana yake. Jei akadakia na kusema, Arinza, unachekesha sana wewe. Unazungumza na nani kwa mafumbo hivyo? Nani gaidi na nani ni hatari kwa jamii? Zungumza na mimi Arinza, nitaongea hata hapa. Ufai kuvaa hiyo taji, ufai tena hata kidogo. Arinza alishangaa akamwambia, bana, kwani nimekutaja jina lako? We ni nani kwani katika hichi kikao? Sikujui Akawauliza wazee, huyu kijana ni nani kwani? Nauliza, huyu kijana ni nani? Na pia nataka kujua babake ni nani huyu? Yeye anamwambia, ukifika nyumbani kamuulize baba yako mimi ni nani, kama atakuwa bado yupo hai. Arinza anamwambia, wewe ni mwenda wazimu, huna heshima kwa sababu ulimuibia mzungu dola chache ndo umekuja hapa ili uweze kununua taji. Unajua wewe ni chizi kabisa. Yeye anamwambia, nyamaza Arinza, wewe ni mwenda wazimu, tena wewe ni mwenda wazimu waswa. Sasa kwa taarifa yako, siko hapa kununua taji, bali liko hapa kuliondoa taji katika mikono ya muoga kama wewe. Muoga kama wewe ambaye huwezi kumzuia hata dada yako. Marumbano mazito aliendelea. Mheshimiwa waziri anaunya. Yeye anaendelea kusema, kumwambia Arinza, dada yako anakimbia na maiti ya baba yako na huwezi kufanya chochote kile, mwanamke wa kawaida kabisa, alafu eti wanakuita wewe ni mwanandoa. Mwanandoa gani wewe? Unaonekana huna maamuzi hata nyumbani kwako. Unafikiri tutakuwa na uhakika gani kwamba unaweza ukatulinda katika ufalme huu, hali ya kuwa kuna nguvu fulani ya nje huna wewe? Arinza anasema, yani domo lako linaongea tata. Hivi unajua chimbuko lako wewe? Nakuuliza, unajua mizizi yako? Unajua asili yako? Waziri, mwangalie huyu kijana. Nilihudhuria kwa kujitolea siku ambayo anazaliwa huyu kijana. Nilikuwa mimi na mama yangu. Wewe bado ni kijana mdogo sana. Nilichogundua, wewe ni mjinga sana. Yaani unataka kiti kutoka kwa mzee wangu, kwa maana usikilizwe ukiwa katika ikulu yangu mimi. Hivi una akili wewe? Haki ya Mungu, ukiendelea nitakuja kukufanya kitu ambacho hujawahi kufanywa kwenye maisha yako wewe. Bana, walifika mbali kiasi kwamba wamesimama wote na kutaka kuzichapa. Waziri kiongozi akasimama na kuwaambia, tafadhali sana, na waomba wote wawili, shusheni hasira zenu tafadhali sana. Hatuwezi kuelewana kila mtu akiwa katika hali hiyo ya hasira jamani. Ni mambo gani tunayafanya? Arinza anasema, anakanyaga mkia wa chui huyu kijana. Jei akamwambia, huo ni upuuzi unaoongea, anzisha kama unaweza. Arinza akasema,
Aisee, kweli hiyo kichwa ni ndogo sana, ubongo wako ni mdogo, huwezi kufikiria kabisa. Hivi unajua nikianzisha nini kitatokea? Utakufa. Hey! Arinza amezuka, imempanda. Sikuogopi Arinza, fanya chochote unachoweza. Waziri anasema tafadhali jamani, tafadhali kaeni chini tuongee. Angalia huyu naye anaendelea kuongea. Nyamaza, kaeni chini, hatuwezi kuelewana kwa kupigana makelele kama hivi huku tumesimama. Sasa kupigizana kelele kama hivi kuna maana gani kuwepo wazee hapa? Arinza, acheni hayo mambo, kitu gani mnafanya jamani? Mnapaswa kujua kwamba kiti cha enzi cha Amanza sio cha kugombea, na taji halikimbii ufalme wa Amanza. Sisi wazee wa baraza la mawaziri na jadi ya Amanza bila shaka tunahakikisha taji inakaa kichwani kwa mtu anayefaa. Arinza anasema hapana, hicho kichwa ni kidogo, haitoshi hiyo taji, itatumbukia. Huyu bwana alikuwa na matatizo ya akili wakati mdogo. Huo ni uongo Arinza. Arinza anasema nimechukua kutoka kwa baba yangu, mimi ni mrisi halali wa kiti cha enzi, sistahili kuadhibiwa kwa uhalifu waliofanya dada yangu. Okay, sawa basi, acha tushauriane na huyu mtu ambaye anataka kiti cha ufalme. Huenda ikawa yeye ndo amemtuma dada yangu, labda anajua mwili wa mfalme wapi ulipo. Hemu tuambie basi, mwili wa mfalme uko wapi? Arinza, wewe ni mjinga wewe. Yaani uko juu ya kiti cha ufalme alafu ujui maiti ya baba yako iko wapi? Inabidi umwombe Mungu kwa siku zilizobaki. Baba yako mwenyewe ajui yuko wapi, alafu kwa ujinga wako unataka kunisingizia kwamba mimi nahusika. Mzee kiongozi akasema inatosha, hatutosikiliza tena maneno yenu, kwani nyinyi wawili hamwezi mkaongea hoja zenu mpaka mtukanane? Nadhani tumewasikiliza vya kutosha, maamuzi tutakayoyachukua nyote wawili muwe radhi nayo. Mzee Ujuku akasema asante kiongozi, hawa wazee wawili bwana uwaga hazichomi, kuparuana ni kawaida. Yule mzee ambaye yuko upande wa Jay akasema unamaanisha nini kusema hivyo karibu yangu? Yule mzee kiongozi akasema nyinyi wazee mnafanya nini sasa tena? Nyie watu wazima tena mnaanza kugombana hapa kwenye kikao? Mzee Ujuku anasema huyu ndo tatizo, kila siku yeye ndo anaanzishaga ugomvi huyu. Haya basi tulieni tusikilizane wazee wenzangu. Jay akasema tuna mazungumzo yanayoendelea hapa. Arinza, inakubidi uondoke eneo hili kwa sababu mazungumzo yatakayozungumzwa hapa wewe hayakuhusu hata kidogo. Arinza akaona huyu mtoto anataka kunizoea, kwanza akaweka fimbo pembeni, alafu akaokota chupa ya Keivanti akamwambia kwani hujafunzwa wewe ndo unaongeongea kama vile kitu gani, si ndio? Ngoja sasa nikufunze adabu leo. Jay akasema Arinza, nadhani naogopa hiyo chupa. Hebu tutoke hapo nje wote mkashuhudia jinsi ninavyomfundisha adabu huyu mpuuzi. Arinza akasema unatarajia nitapigana na wewe? Hapana, sipigani na wewe, wewe ni mtoto tu. Kama nilivyosema, nilikuwepo wakati unazaliwa. Pigana na wewe nitakuzalilisha kama mtoto mdogo. Kwanza utambue unazungumza na mwana wa mfalme. Kwa kumwaga uchafu huo wa maneno, kwa uwezo niliopewa kama mkuu wa ufalme wa Amanza, umefukuzwa miaka 50 ndani ya Amanza. Au mkamateni mumuue, muueni. Jay akasema hii inatosha, si nimewambia mimi hawezi kufanya lolote. Huyu kijana ni muoga, hana huo ujasiri wa kumpiga mtu chupa, angegusa alafu angeona moto. Waziri akasema inatosha sasa, kila mtu aondoke nyumbani kwangu, sitaki kumwona mtu katika uwanja wangu, nataka kupumzika, wote ondokeni. Jay anasema mzee, kwa vile wewe na kuheshimu, acha niondoke. Ndiyo, ondoka, anza kuondoka tu, anzeni kwenda, nyie nendeni tu, nyinyi watu sijui mnataka nini. Nenda mkuu wangu, na wewe pia uende ukapumzike, nenda tu. Arinza anasema mimi ni mfalme aliyetawazwa, nataka kuzungumza na wewe sasa hivi. Mzee akasema mkuu wangu, ukinitazama utaona kwamba mimi naanguka kwa heshima kwako, pia nahisi kuzimia kutokana na haya mambo yanayoendelea hapa. Ningekuomba mkuu wangu uingie kwenye gari na kuondoka. Basi watu wote wakatawanyika eneo lile kumwepusha shetani. Siku ya pili, leo asubuhi, Jay ameenda tena kwa mzee kiongozi waziri kwa ajili ya kumpelekea rushwa ya pesa. Ni pesa mfuko mzima, milioni 10 naira. Hiyo pesa ni nyingi mno, ni kama milioni 19 au 20 ya Kitanzania. Jay anasema waziri mkuu, kama wewe unatakiwa kuwa na maisha mazuri bwana, ndio maana nimekuja. Habari njema ipo ndani ya huu mfuko, ni pesa taslimu naira milioni 10 kwa ajili yako waziri. Maana yake ni kwamba unaweza kunitawaza kuwa mfalme ajaye wa jamii ya Amanza, na mimi nakuahidi nitakulipa mshahara wa shilingi milioni 1 kila mwezi kwa maisha yako yote. Hivyo ndivyo nitakavyofanya kwa ajili yako. Mzee akasema milioni 10 naira? Jay akamwambia ndiyo, thibitisha ili ujionee. Mzee akacheka kwanza, alafu kisha akasema sasa, katika ishu unayotaka siwezi kuthibitisha mimi peke yangu kwamba naweza kuamua hili jambo, inabidi niwashirikishe na wazee wenzangu wa baraza ili tuweze kuamua kwa pamoja hii ishu. Jay akasema najua msimamo wako katika jamii hii, kwako itakuwa rahisi sana kuwashawishi ili wakae chini uzungumze nao, na tena chochote kile utakachoendelea kukifanya kwa ajili yangu waziri, jua fika zawadi zinaendelea kumwagika kwa ajili yako. Ninachohitaji
ni taji la ufalme wa Amanza. Mzee akasema, ombi lako si kwamba ni kitu ambacho hakiwezi kutekelezwa, lakini kama nilivyosema kwamba siwezi kutoa matamshi peke yangu, kwa hiyo ndo nasema sasa nitatumia nafasi yangu kuzungumza na wazee wa baraza la mawaziri katika mkutano wetu ujao. Yeye akasema, waziri, sasa tunaweza kuzungumza lugha moja mimi na wewe. Mzee akasema, na nakuamini pia, tukubaliane kwamba hii milioni 10 naipokea kama zawadi, sio rushwa. Lakini yeye akacheka, kisha akamwambia, unaweza kuiita vyovyote vile unavyotaka, lakini nitaje kama mfalme ajaye wa Amanza ambaye ataleta maendeleo na mabadiliko makubwa katika jamii hii. Nitaifanya jumuiya hii kuwa mahali salama pa kuishi, na pia nitaifanya jumuiya hii iwe ya kutosha kwa wawekezaji kuja kuwekeza. Naahidi kuifanya jumuiya hii kuwa yenye maendeleo kama nchi ya Dubai. Mzee anasema, hichi ndo ninachotaka sasa kusikia. Nadhani tupo kwenye ukurasa mmoja sasa, kwa sababu ni kweli tunataka maendeleo, na kwa kweli kusikia hayo maneno kutoka kwako, nadhani tuko upande mzuri. Hebu tuone jinsi utakavyoendelea. Yeye akasema, sasa mzee, hapa ni kweli unazungumza lugha yangu. Basi mpaka kufika hapo, mpenzi mtazamaji, ndo mwisho wa sehemu ya 9. Tukutane katika sehemu ya 10 ili kujua kwamba Arinza ni kweli ataupoteza ufalme kutokana na sekeseke linaloendelea, na waziri mkuu tayari ameshapewa shilingi milioni 10. Je, atakubali kumpa ufalme bwana Jay au Adaku atarudisha mwili wa baba yake ili kaka yake atawazwe kuwa mfalme? Hayo yote tutajua katika sehemu ya 10. Basi kama hujasubscribe, subscribe kabisa, na kama umesha subscribe usiache kulike na kukomenti ili tujue maoni yako ni yapi katika jambo letu tunaloendelea nalo. Basi muda wote huo ulikuwa ukinisikiliza, naitwa Alifa DJ aka wa kupoa. Mpaka muda mwingine niseme asante.